Kilicho tushangaza ni baada ya Anthony Lusekelo, mchungaji huyu mzee wa upako, baada ya kuweza kutoa ushauri kwa serikali ya Tanzania kwamba ingebidi iweze kumkamata na kuweza kudeal na Askofu Gwajima na sio kufunga kanisa. Yani hatukuelewa kauli yake ni nini alichokuwa kimaanisha, lakini imekuwa ni kama uchochezi kwa serikali kwamba yani inabidi pale yani serikali idili na Askofu Gwajima na sio kudili na kanisa kuweza kulifunga. Yani kiwalisia mara baada ya kanisa la Ufufuo kuweza kufungwa na rasmi kabisa kwamba kutumika yani na waumini wa pale, manake kwa yeye maoni na jinsi ambavyo yeye mzee wa upako ameweza kuzungumza ni kwamba kwanza hahitaji yeye kumzungumzia Askofu Gwajima, lakini maoni yake ni baada ya kuona kwamba kuna watoto wadogo ambao wanasali Sunday school, lakini pia na hata kwa baadhi ya waumini ambao wanaamini kabisa kwamba lile lilikuwa ni kanisa lao la kudumu. Sasa imekuwaje tena yani mara baada ya kuona kwamba kama kulikuwa na changamoto ama kulikuwa na tatizo kwa Askofu Gwajima, basi yani kanisa lingeachwa vile vile, na kama kulikuwa na kuwajibishwa kwa Askofu Gwajima basi ilibidi akamatwe na yeye ndo waweze kudeal naye. Lakini kitendo cha kuweza kudeal na kanisa kwake ameona ni kama jambo ambalo halijakaa sawa, na huku aliendelea mbali zaidi na kupiga sifana kuhusiana pia na issue kwamba kwa nini viongozi wa dini wa Roman Catholic wamekuwa wakizungumza na wakijaribu kuingiza masuala ya kisiasa na mambo ya dini, lakini makanisa yao hayafungwi wala hayafanyiwi jambo lolote. Hapo wameweza kuzungumzia ni kama kwa upande wao yeye makanisa yao ya KKT ni kama linawavunja moyo na linawatengenezea pia ionekane kabisa kama kuna upendeleo baina ya viongozi wa dini wa Katoliki na viongozi wa dini wa makanisa au madhehebu mengine tofauti. Sasa ni swala ambalo limezidi kuibua mjadala mzito, licha kuna baadhi ya watu walikuwa wanatamani sana kumsikia pia mchungaji Mwamposa ambaye tunajua ni mtu ambaye anamfahamu vizuri Askofu Gwajima na ni mtu na mdau wake mkubwa. Sasa ni kwa nini kumekuwa na ukimya wa muda mrefu? Imeonekana kabisa pia kwa upande wa Boniface Mwamposa, kwa upande wake labda huenda akawa amepingana ama ameenda tofauti na Gwajima. Yani alichokifanya Gwajima binafsi pengine kwa mchungaji Boniface Mwamposa kwake yeye ameona kama ni jambo ambalo halijakaa sawa wala jambo hilo haliko vizuri. Lakini kwa mzee wa upako nafikiri ameweza kuzungumza yale ambayo tuliweza kumsikia katika ibada ambayo alikuwa akifanya, na kwa wale wote waliweza kumsikiliza ndo hayo ambayo tumeweza kuyanukuu na kuweza kukufikishia nyinyi kama wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa channel ya Hatboy Media. Cha msingi tukutane kwenye upande ama idara ya comment.